Naam, uhabari gani mwana michezo? Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Sasa bwana, leo tumekusogezea taarifa za kimichezo zile ambazo zimeendelea katika vilabu mbalimbali, tukiangazia mambo yanayoendelea katika sajili mbalimbali za dirisha dogo la usajili ambao limefunguliwa ndani ya nchi ya Tanzania, tukiangazia katika msimu wa ligi kuu ambao unaenda kutamatika muda sio mrefu, bali miezi michache kadhaa itakayoweza kuja hapo mbele. Hata hivyo, tukiangazia katika klabu ya Simba kwa kile ambacho kinaendelea ndani ya kikosi hiko cha wekundu wa Msimbazi Simba, ni kwamba klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba inaripotiwa kuelekeza nguvu zake kwa mshambuliaji wa pembeni raia wa Ivory Coast Alaini Anicet Oura mwenye umri wa miaka 26 ili kuimarisha safu yake ya ushambuliaji katika dirisha hili la usajili Januari 2026. Oura ambaye ana urefu wa mita 1.86 na anatumia mguu wa kulia, kwa sasa yupo huru baada ya kuachana na klabu yake. Mchezaji huyu ana uzoefu mpana wa kucheza katika klabu mbalimbali barani Afrika na nje ya bara hilo, ikiwemo Stellenbosch FC ya Afrika Kusini, ASEC Mimosas Ivory Coast na klabu za Armenia kama Loli Vanadzol na Masisi. Uwezekano wa kutua kwa Oura unazidi kuimarika, kwani mchezaji huyo amewahi kufanya kazi chini ya kocha Steven Becker akiwa Stellenbosch, jambo linaloweza kurahisisha makubaliano ya kujiunga na wekundu wa Msimbazi. Ikiwa usajili huu utafanikiwa, Oura ataungana na mchezaji mwenzake wa zamani wa Stellenbosch, beki wakati Ismail Toure ambaye tayari ameshamalizana na Simba akitokea FC Banias. Usajili wa Oura unatazamwa kama sehemu ya mkakati wa Simba kuleta wachezaji wenye uzoefu wa michuano mikubwa ya CAF ili kuongeza makali katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini hata hivyo, taarifa nyingine mwanamichezo, tukiangazia kwa kile ambacho kinaendelea dhidi ya mwamba wa Lusaka Chama, mchezaji wa timu ya Simba, inasema kwamba klabu ya Simba imetangaza utambulisho wa kiungo mshambuliaji raia wa Zambia Clatous Chota Chama maarufu kama Triple C kurejea kikosini kwa mara ya 3 kupitia kauli mbiu yao ya nguvu moja. Klabu imemkaribisha nyumbani shujaa huyo ambaye amekuwa na mahusiano ya kipekee na mashabiki wa Msimbazi kwa miaka mingi. Utambulisho huu unahitimisha tetesi za muda mrefu na kuweka rekodi ya mchezaji huyo kusajiliwa na klabu hiyo katika vipindi vitatu tofauti vya mwaka 2018, 2022 na sasa 2026. Rejeo la Chama linatazamwa kama nguvu mpya katika safu ya ushambuliaji, huku uongozi ukiamini kuwa uzoefu wake na pasi za mwisho utakuwa chachu ya mafanikio katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika na mbio za ubingwa wa ligi kuu ya NBC msimu huu. Licha ya kuwa uongozi wa Simba bado haujamtolea utambulisho rasmi, official announcement kwenye kurasa zao, taarifa za ndani zinaeleza kuwa mazungumzo yamefikia hatua nzuri baada ya kiungo huyo kufikia makubaliano ya kuondoka Singida Black Stars. Rejeo hili la mwamba wa Lusaka linatazamwa kama mkakati wa Simba kuongeza ubunifu na uzoefu katika safu ya kiungo, hasa kuelekea michezo migumu ya hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Hali hii inajiri wakati Simba ikiendelea na maboresho makubwa ya kikosi chake katika dirisha hili dogo la usajili la Januari 2026, ambapo tayari wamesha wasajili beki wakati Ismail Toure na beki wa kushoto bwana Nixon Kibabage. Nikushukuru sana mwanamichezo, hizo zilikuwa ni taarifa za kimichezo, lakini bila kusahau kwamba klabu hiyo imemtangaza rasmi kumsajili beki wa kati Ismail Olivier Toure mwenye umri wa miaka 28 raia wa Ivory Coast akiungana kikosini
kama mchezaji huru. Toure ambaye ana urefu wa mita 1.86 anakuja nchini baada ya kuachana na klabu ya FC Baniasi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Kabla ya kwenda UAE, beki huyu alipata mafanikio makubwa nchini Afrika Kusini akiwa na klabu ya Stellenbosch FC ambapo alicheza michezo 76 na kusaidia timu hiyo kutoa ubingwa wa Carling Knockout ya mwaka 2023 na kufika nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Ujio wa Toure unatazamwa kama mbadala wa Chamu Karabu, huku uongozi wa Simba ukiwa na lengo la kuimarisha ulinzi kuelekea michezo ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mwanamichezo, nikushukuru sana. Naitwa Junior na hii ni Junior Media. Hizi zilikuwa ni habari za kimichezo zile ambazo zimeweza kutokea katika viwanja mbalimbali vya kimichezo pamoja na klabu mbalimbali za kimichezo, hasa klabu ya Simba. Nikushukuru sana kwa kuungana nami. Usisahau kubonyeza alama neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata kila aina taarifa pale ambapo tunakuwa tumepandisha taarifa hizi hewani. Kutokea hapa sina la ziada, nikuage na nikutakie siku njema. Bye bye.